Mpira wa soka ni moja ya michezo pendwa duniani na barani Afrika. Lakini soka la kiume ndilo lenye mashabiki lukuki wenye mapenzi makubwa na ushabiki uliokithiri hamaki pamoja na miemko. Lakini kwa upande wa soka wanawake huchukuliwa ni jambo la kawaida miongoni mwa vipenzi vya kabumbu. Ila dunia inastaajabika kukutana na wanawake wenye vipaji vikubwa katika soka. Japokuwa majina yao hayaimbwi kama wakina Ronaldo na Messi, wala kina Pacome na Mpanzu wa Simba na Yanga, bali historia zao zipo kimya mithili ya maji mtungini. Nchini Tanzania mchezo wa soka ndio mchezo pekee kwa sasa unaopendwa na wenye mashabiki wengi wanaotoka machozi na kuangusha vilio kuliko mchezo wowote ule. Na hapa tunakutana na vipaji mbalimbali vikijumuisha wazawa na wageni kutoka mataifa mbalimbali wenye kupiga boli haswa, wakiwa nyota wenye uwezo mkubwa na shauku ya kupiga mpira kisawasawa. Na watazamaji wakijiuliza hawa ni wakina nani katika soka la wanawake? Na hapo tunapata majibu ya nyota mbalimbali akiwemo Jeanine Mukandayisenga. Jeanine Mukandayisenga ni mchezaji wa soka wa kimataifa kutoka Rwanda, anayejulikana kwa uwezo wake mkubwa kama mshambuliaji striker mwenye sifa ya kuwa na kasi, nguvu, uwezo wa kufunga mabao na nidhamu ya hali ya juu katika mchezo wa soka. Mukandayisenga alizaliwa Karama, wilaya ya Nyagatare. Akiwa binti mdogo mwenye matumaini mazito, alikuwa katika familia yenye mazingira ya kawaida na si mazingira ya soka. Binti huyu alishawishika na mpira wa miguu wa makaratasi uliofumwa kwa kamba. Hapa kwetu Tanzania mpira huo unafahamika kama chandemu. Alianza kuvutiwa na mpira wa miguu akiwa mdogo na kuupa kipaumbele, lakini kipaumbele chake kisicho na matumaini ilikuwa ni soka bila kujua kesho yake atakuwa nani. Jeanine Mukandayisenga alisoma shule ya msingi na sekondari akiwa anacheza soka katika timu za shule na mashindano ya mtaa ambayo huku kwetu yakifahamika kama Ndondo Cup. Ila kwao mashindano hayo yalikuwa ni kama tu mchezo wa kujiburudisha na kugombania zawadi ndogo na yenye thamani kiduchu. Safari ya soka la matumaini likaanza kusambaa katika mishipa yake ya damu. Jeanine safari yake ikaanza rasmi. Alianza na kujiunga klabu ya soka ya Inyemera FC ya wanawake iliyopo nchini Rwanda. Hapo ndipo alianza kuyaona mafanikio. Akiwa Inyemera FC aliweza kuonyesha kipaji chake na kuchukuliwa mmoja wa wachezaji tegemezi wa timu hiyo. Hapo ndipo alianza kujizorea umaarufu na kujiunga na Rayon Sports Women's Football Club kwa msimu wa 2023. Jeanine Mukandayisenga aliongoza Rayon Sports kutoa ubingwa wa ligi ya wanawake ya Rwanda, lakini alionyesha uwezo mkubwa na kufanya maajabu kwenye kombe la Peace Cup, yaani kombe la amani la wanawake, na hatimaye alimaliza msimu akiwa mfungaji bora wa ligi huku akifunga jumla ya mabao 13. Hapo ndipo mabingwa wa kihistoria waliponusa harufu ya mfungaji bora na shauku ikahamaki kutaka saini yake na kumvuta kwenye soka la Kitanzania. Mukandayisenga hatimaye alijiunga kwa kishindo kwenye timu ya Yanga Princess mnamo mwaka 2024. Jeanine alipata nafasi ya kupanua kipaji chake kimataifa. Alifanya majaribio trials katika klabu ya wanawake ya Yanga Princess nchini Tanzania. Na hatimaye Disemba 2024 palipokucha, basi jezi nambari 10 ikawa mgongoni mwake, huku mikono yake ikiwa imetapakaa wino uliosainiwa mkataba wa miaka 2 ya kiuchezaji. Jeanine ndipo alishuka dimbani kwa mechi yake ya kwanza Januari 28, 2025. Alicheza mechi yake ya kwanza kwenye ligi kuu ya wanawake nchini Tanzania na kukipiga dhidi ya Alliance Girls na kuhakikisha anawachakaza vibaya Alliance, huku akifunga mabao 2 kusaidia timu yake kushinda goli la 3-0. Nyota huyu akuishia hapo. Kwenye fainali ya Samia Women's Super Cup 2025 dhidi ya JKT Queens akifunga dakika ya 78 na tena dakika za lala salama, yaani dakika zile za jioni, akapachika bao matata lisilotarajiwa na kusaidia Yanga Princess kutoa ubingwa kwa ushindi wa mabao 3-0.
Hapo ndipo wapinzani waliposhtuka kwa ujio huu wa Jenine. Wengine walibaki kulalamika pembeni kuhusu muonekano wake wenye taswira yenye kujiuliza maswali. Huyu ndiye Jenine Mukandayisenga, fundi wa boli mwenye kutisha katika soka la wanawake nchini Tanzania. Amedhamiria kutumia nafasi yake ndani ya Yanga Princess kujitangaza zaidi ya Afrika Mashariki na kujiweka katika nafasi ya kucheza katika soka la kimataifa zaidi duniani. Ameweka wazi kuwa anataka kuisaidia Yanga kutoa mataji na pia kuitumikia timu yake ya taifa ya Rwanda kwa mafanikio makubwa. Uwezo wa Jenine ni mchezaji mwenye kasi uwanjani na mwenye mbinu nzuri za kumaliza mashambulizi, finishing skills, huku akiwa ni mwenye nidhamu ya mazoezi na roho safi yenye ushindani na upendo kwa mchezo. Umaarufu wake umezidi kuimarika haswa kwenye ile dabi yenye kuumiza vichwa ya Kariakoo, na siyo ile dabi ya watani waliokula nyoya na kutimua vumbi uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii ni dabi ya wanawake iliyopigwa pale kwenye uwanja wa watoza ushuru wa manispaa ya Kinondoni KMC. Hapo ndipo mashabiki wa Simba wakaona mchezo safi uliowapa taabu kutoka kwa Jenine, huku akijiuliza, huyu kweli ni princess wa Yanga? Maana wakina Feti Densa walidensi kweli kweli na walinyenyasika, huku Simba akistaajabu kiwanjani kwa uwezo wa Jenine, huku akifanya dabi kwa nyepesi mno kwa Simba kupokea upendo wa kichapo kutoka kwa Mukandayisenga. Jenine Mukandayisenga ni mfano wa kuigwa kwa wasichana vijana wa Afrika wanaotamani kufanikiwa kupitia soka. Safari yake kutoka Karama, Nyagatare hadi kuwa mchezaji wa kimataifa na kupata nafasi katika soka la kibongo. Huu ni ushahidi kwamba ndoto zinaweza kutimia kwa bidii, nidhamu na imani. Huyu ndiye Jenine Mukandayisenga, namba 10 mgongoni. Makala hii imeandaliwa na Rahma Bilali na kuwakilishwa nami Mary John. Hii ni Annual Sport. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.